sauti yake ikinyamazishwa, haki zake zikicheleweshwa, ndoto zake zikisahauliwa. Lakini sasa wakati umefika wa kuandika ukurasa mpya wa historia. ACT Wazalendo inasimama kama jukwaa la matumaini, jukwaa la kuirudisha Zanzibar moja, Zanzibar mpya yenye mamlaka kamili. Ilani ya mwaka 2025-2030 si maneno tu kwenye karatasi, ni mpango wa kuikomboa Zanzibar kiuchumi, kijamii na kisiasa. Ni dira ya vijana kwa ajira, maendeleo ya viwanda vya ndani, elimu bora, afya kwa wote na ulinzi wa rasilimali za bahari yetu. Tunajua safari hii si rahisi, lakini tukiwa pamoja tunaweza. Kwa nguvu ya wananchi na imani ya kweli ya kila Mzanzibari, basi mbele tutafika. Je, tutafikaje huko kwenye mamlaka kamili? Hii ni ilani bora ya mwaka 2025-2030. Muungano ni mkataba. Muungano unajengwa kwa heshima na usawa. Lakini miaka mingi imepita na mamlaka kamili ya Zanzibar imeendelea kunyezwa. Lakini leo mamlaka yetu inakumbana na matatizo kutokana na uongozi dhaifu wa kulinda katiba yetu, mfumo mbovu wa muungano na vitendo vya serikali ya muungano kuyamega mamlaka kinyemela. Kwa sasa Zanzibar haina sauti katika sheria za muungano. Mambo ya muungano yanazidi kuongezwa kinyemela na haki zetu za kifedha zinanyimwa. Ahadi ya ACT Wazalendo kwenye masuala ya muungano ni haya: kwanza, kufufua mchakato wa katiba mpya itakayoheshimu hadhi ya Zanzibar kama nchi huru iliyoungana na Tanganyika. Pili, kuhakikisha Zanzibar inapata mgao wake halali wa 11.02 kutoka Benki Kuu ya Tanzania na hisa zote za mashirika ya muungano yaliyobinafsishwa zinalipwa. Na la mwisho na la muhimu, kuanza kuyapunguza mambo ya muungano, hasa yale yanayohusu fursa za kiuchumi za Zanzibar. Sasa ni wakati wa utekelezaji wa uwiano wa muungano huu. Kimataifa, Zanzibar imenyimwa fursa kadhaa. Tunapoteza uwekezaji wa moja kwa moja na nafasi muhimu za kimichezo na kibalozi. ACT Wazalendo itarudisha suala la mahusiano ya kimataifa katika hadhi yake ya asili na kuliona kama suala la kila upande wa muungano. Pia tutasimamia marekebisho ya katiba ili kuwapa diaspora wa Zanzibar haki ya uraia pacha, kuwatambua wanadiaspora kama sehemu ya taifa hili yenye haki na wajibu. Amani ni zao la haki, lakini mfumo wa sheria na utoaji wa haki nchini umekuwa waghali na haukubaliki, na pia unakosa kuaminika kwa wananchi wenyewe. ACT Wazalendo itafanya mageuzi kwenye sekta ya haki na itatoa toleo jipya la sheria za Zanzibar, yani Reviewed Law Edition, na kufuta rasmi toleo la mwaka 1958. Tutaimarisha mahakama kwa mfumo wa kisasa wa kielektroniki wa usikilizaji, na muhimu zaidi, tutaimarisha msaada wa kisheria, yani legal aid, kuwafikia watu wa vijijini na makundi maalum. Serikali kuu imechukua mamlaka ya kuubana uhuru wa serikali za mitaa. Lakini ACT Wazalendo itafufua mifumo ya kifedha ili mitaa iwe na vyanzo vya uhakika vya kupata mapato yao. Ulinzi wa raia ni jukumu la serikali yao, na ACT Wazalendo itapandisha mishahara na maslahi ya idara maalum za SMZ na kubadili jina la KMKM na kuita kikosi maalum cha ulinzi na usalama wa mwambao wa Zanzibar, yani Zanzibar Coast Guard. Kutoka kwenye mfumo wa sheria hadi ulinzi wa pwani, ACT Wazalendo inaleta mageuzi ya kimfumo.
kwa mamlaka kamili, muungano wa haki na ustawi wa wote. Maridhiano ya kweli ni msingi wa maendeleo. Zanzibar inahitaji kuponya vidonda vya zamani na kujenga umoja wa kweli. Hali ya sasa ikoje? Serikali ya umoja wa kitaifa imeshindwa kutekeleza dhamira ya kuasisiwa kwake. Bado kuna viongozi wanaowagawanya Wazanzibari kwa misingi ya itikadi, na bado nia njema ya maridhiano imekosekana. Ahadi za ACT Wazalendo kwenye umoja wa kitaifa, kwanza ni kuunda serikali ya umoja wa kitaifa kama inavyoelezwa kikatiba na kueneza mfumo huo hadi ngazi za chini. Pili, kuimarisha serikali hiyo kwa kumpa uwezo makamu wa kwanza wa rais. Na tatu, kuunda chombo maalum cha usimamizi na udhibiti wa mivutano pale yanapotokea. Utamaduni ni urithi wa kitaifa. Kwa sasa tunashuhudia mmomonyoko mkubwa wa maadili, mila na silka za Mzanzibari. Serikali imeruhusu uingizaji holela wa wageni bila udhibiti wa maadili. ACT Wazalendo itarejesha heshima ya Mzanzibari. Tutalinda mila na desturi za Mzanzibari. Tutajumuisha mafunzo ya maadili katika mitaala yote ya elimu, na tutasimamia uundwaji wa kitengo maalum ndani ya serikali kinachosimamia maadili ya Mzanzibari. Sekta ya sanaa na michezo inadumaa. Wasanii wanakosa soko na michezo mbalimbali inapotea. Ujumuishaji wa sekta ya sanaa kwenye muungano unawanyima wanamichezo wa Zanzibari fursa za kimataifa. Suala hili tutalipa uwezo Baraza la Sanaa na kuwatafutia wasanii wetu soko la ndani na nje ya nchi. Kwa michezo tutaendelea kufuatilia suala la Zanzibar kujiunga na kujitegemea katika mashirika ya kimataifa kama FIFA na CAF. Tutaboresha miundombinu na kurejesha michezo iliyopotea kama tennis na golf. Na tutaanzisha mfumo maalum wa wanafunzi wa michezo ili kuibua vipaji vipya vya taifa hili. ACT Wazalendo inaleta ajenda ya utengamano wa kweli, umoja wa kitaifa, maadili yaliyosimamiwa na utamaduni ulioheshimiwa. Hii itapelekea kuwa na Zanzibar moja yenye amani na maendeleo ya kweli. Rushwa ni adui wa haki. Rushwa huiba fedha za shule, inajenga hospitali mbovu na inafanya kila Mzanzibari aishi kwa shida. Kwa muda wa miaka 5, rushwa na ufisadi vimekuwa janga lisilomithilika. Serikali imekosa sifa ya kuwajibika na imekuwa serikali ya walaji inayobana kila Mzanzibari badala ya kuwasaidia. Ahadi kuu za ACT Wazalendo katika kupambana na rushwa na kuhakikisha tuna utumishi bora wa umma, kwanza ni kuimarisha ZAECA, yani Zanzibar Anti-Corruption and Economic Crimes Authority, ili iwe huru kabisa, iweze kutathmini mikataba mikubwa na matumizi ya fedha za umma bila ya kuingiliwa na wanasiasa. Pili, kufanya mapitio ya mikataba yote iliyoingiwa na wawekezaji ili kulinda maslahi ya nchi na taifa kwa ujumla na kuondoa mianya ya rushwa. Na tatu, kuhakikisha adhabu kali zinatolewa kwa viongozi na maafisa wote wanaojihusisha na rushwa. Stahiki za watumishi wa umma ni kichocheo cha ufanisi bora. Kwa sasa, utumishi wa umma umegubikwa na siasa, maslahi ya wafanyakazi hayaakisi gharama za maisha, na hofu ya wastaafu kuhusu stahiki zao imekuwa kubwa. Ahadi ya ACT Wazalendo ni kuongeza kima cha chini hadi kufikia shilingi milioni 1 kwa mwezi. Pia kuweka sawa kikokotoo cha stahiki za wastaafu na kuwatengenezea mazingira bora wakiwa kazini, ikiwemo bima ya afya na makazi nafuu. Tutazipa mamlaka ya kweli taasisi huru na tutahakikisha uhuru wa vyama vya wafanyakazi bila ya kuingiliwa na wanasiasa. Tutaziwezesha taasisi za umma kufanya kazi zao muhimu, yani core functions,
bila kutegemea ubinafsishaji usiofaa. Manunuzi ya umma yanatumia kati ya 70% hadi 75% ya bajeti ya serikali. Lakini mfumo huu una ukosefu wa uwazi na unakosa thamani halisi ya fedha. Ubinafsishaji umekuwa wa ovyo na unatishia usalama wetu. Msimamo wetu ni thabiti: kupiga marufuku ubinafsishaji wa huduma nyeti kama vile bandari, viwanja vya ndege, afya na maji. Huduma hizi zitasimamiwa moja kwa moja na serikali kwa maslahi ya umma na usalama wa mwananchi. Tutarekebisha pia sheria ya manunuzi ili kuondoa mianya ya rushwa na kuimarisha mifumo ya tehama ili kuongeza uwazi. Tutatunga sera ya taifa ya outsourcing itakayoweka mipaka ya wazi kati ya shughuli za msingi na zile zisizo za msingi. ACT Wazalendo inarejesha thamani ya fedha za umma na utawala wa sheria. Tunajenga serikali inayoheshimu haki, inayoheshimu wafanyakazi na inayopiga vita ufisadi kwa nguvu zetu zote. Hii itakuwa ni Zanzibar inayoongozwa na sheria, si utashi wa wanasiasa. Fikiria Zanzibar ya mwaka 2030, Zanzibar ambayo wananchi wake ndio wenye nguvu ya utawala, viongozi wake wanaheshimika kwa uwajibikaji wao, na kila Mzanzibari anaishi maisha ya staha yenye heshima na fursa sawa. Zanzibar yenye mifumo imara inayolinda utamaduni wetu, haki zetu na usawa wa kila mmoja. Zanzibar inayosimama juu kwa misingi ya utu, heshima na maendeleo ya kweli. Na jukumu letu ni moja tu: kuinusuru Zanzibar 2025 ili iwe Zanzibar mpya, Zanzibar moja yenye mamlaka kamili. Na hii ni ahadi yetu ACT Wazalendo kwa Wazanzibari.